kama tutaonana macho. Unapomwona mtu macho unamwelewa vizuri zaidi. Kwa wale wa mbali naomba kama si usumbufu mje msogee karibu. Ndugu zangu wananchi wa Bukoba, ndugu zangu makamu mwenyekiti, katibu mkuu wa chama na msafara wote mlioambatana nao, kwa heshima naomba nisimame hapa niaseme machache yaliyonileta toka Dar es Salaam mpaka Bukoba. Ndugu zangu, la kwanza naomba niwarejeshe, niwakumbushe kwa maneno ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Haya maneno aliyasema 1985 na akayarudia tena 1990. Mwalimu alisema hivi: kwa katiba tulionayo leo, kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akija rais dikteta, nchi yetu itaingia kwenye udikteta. Hayo si maneno yangu. Najua watu wa CCM wafanye utafiti, najua hata maaskari wangu hao wafanye utafiti, lakini hayo ni maneno ya msingi. Mwalimu aliona hatari, na mlaumu kidogo, baada ya kugundua nchi yetu inaweza kuingia kwenye udikteta, angelichukua hatua akarekebisha katiba yetu hii ya mwaka 77, labda leo tusingekuwa hapa tulipo. Kwa bahati mbaya hakuirekebisha, na mimi sitaki kumhukumu, kwa sababu alifanya aliyoweza kwa wakati wake, na hapakuwa na udikteta wakati wake. Nadhani wote tunakubaliana hilo. Ana mengi aliyoharibu, ana mengi aliyofanya kwa ajili ya taifa hili. Kama binadamu tutamlaumu kwa aliyoharibu, hawezi kuokoka. Mojawapo kwa nini alituacha na katiba mbovu, tena katiba iliyoandaliwa na watu wa CCM peke yao. Kwa wale wasiojua, katiba yetu ya leo iliandaliwa na watu 20 wakiongozwa na mzee Thabit Kombo pamoja na katibu wake Bwana Pius Msekwa. Leo wametutumbukiza kwenye janga kubwa. Sasa nataka kusemaje? Nataka kusema kutokana na katiba yetu bubu, mnajua Samia ameingiaje kwenye urais. Kutokana na katiba hiyo tumempata rais ambaye na yeye baada ya kuingia tu akasema, haya ni maneno yake si yangu, akasema mtapiga kelele lakini mimi ni chura kiziwi. Sijui wangapi mnajua hayo. Rais wa nchi anasema kwamba pigeni kelele mnavyotaka, hawezi kuwasikiliza kwa sababu yeye ni chura kiziwi. Sijui kama mnaelewa ninachotaka kuongea. Rais wa nchi anapofika mahali akajifanya chura kiziwi, manake taifa lake linaenda kaburini, na Tanzania sasa iko njiani kwenda kaburini. Dalili ni zipi? Watu wanapotea mchana kweupe. Mzee Kibao alishushwa kwenye basi lenye watu zaidi ya 60. Kesho yake asubuhi anakutwa kwenye taka la Ununio ameuawa. Rais mmemsikia akiongea? Mlimsikia? Vijana wetu wengi kina soka
kwamba yeye ni chura kiziwi. Watu wameendelea kupotea mpaka sasa. Kwa bahati mbaya tulifikiri anaangalia na kuwapoteza wa Chadema tu. Nimeambiwa hapa jirani zenu Musoma amepotea mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, yaani mjumbe anayeingia kwenye kikao cha kumchagua rais, naye amepotea. Leo ni kama mwezi wa 4 pia, hajulikani alipo. Rais kimya, chura na chura kiziwi. Ndugu zangu, aliyotamka Mwalimu Nyerere sasa yanatimia. Aliyotamka Mwalimu Nyerere yanatimia. Yanatimia vipi? Kila kitu. Watu wanaumia kwa mambo mengi, hata ya watu kufa, hata ya watu kupotea. Biashara zenu zinakufa, wafanya biashara wanaumizwa, wakulima wameumia. Nawahi kumsikia rais akiwaambia mali za nchi zinakabidhiwa kwa watu wa nje. Kiongozi mwenye akili hata kidogo sana, sentimita ya akili, anawaleta wawekezaji, anawaunganisha na wananchi ili wao wakipata faida, mwananchi naye apate faida. Chini ya CCM ipo kitu hicho? Ipo. Anajua kama ipo anyoshe mkono, kama ninamwonea aseme. Vanila ni zao lenye bei kubwa sana Bukoba. Leo mnanufaika na vanila. Mimi nilipokuwa balozi nilisaidia hata kuleta wawekezaji kwa ajili ya vanila, lakini sijaona kama walipata nafasi ya kusafirisha. Rais kimya. Sasa kila kitu wanasema mama. Shule ni ya mama, barabara zinajengwa ni za mama, choo za shule zinajengwa ni za mama, kila kitu ni mama. Wala haelewi madhara anayesababishia nchi hii. Watoto wetu wanaosikia kwamba shule imejengwa na mama, hospitali imejengwa na mama, miaka 10 ijayo, sina hakika watoto hao wakikua kama wataenda kulipa kodi. Wanaharibu akili za watoto wetu. Jambo la hatari sana katika nchi. Mimi niweke sasa kwa nini nimeanza na hiyo. Nimeanza na hiyo kwa sababu madhara ya mama hayaishii kwenye hayo, yameishia kwenye demokrasia. Nianze karibu 2024 kulikuwa na uchaguzi. Mliowapigia kura au mliotaka kuwapigia kura mliwachagua? Wangapi wanasema hatukuwachagua? Hebu wanyoshe mkono. Asante. Kwa nini hamkuwachagua? Kwa sababu sheria ilikuwa mbovu, katiba ilikuwa mbovu, kanuni zilikuwa mbovu, na hakika makamu mwenyekiti baadaye atafafanua hilo. Kwa ajili ya muda mimi nisiingie kule. Lakini wananchi hawakupata fursa ya kuweka watu wao. Leo nchi nzima tuna serikali za vijiji hazijachaguliwa na wananchi kwa sababu 2024 kanuni zilikuwa mbovu, na kutokana na kanuni hizo walikimbia na masanduku. Maaskari wakaingizwa, tena wengine ni maaskari wa magereza. Kwa miaka yangu 77 ni mara ya kwanza nasikia askari wa magereza ameingia kwenye kituo cha kura. Sijui ameenda kufanya nini. Askari wa magereza kazi yake ni magerezani kuwalinda mahabusu na wafungwa. Kwenye kituo cha kura alienda kufanya nini? Ndio tunaposema sheria ni mbovu, katiba mbovu, kanuni mbovu, ndio maana yake. Walituita
kwenye picha fulani ya udanganyifu. Nyika anaweza kueleza, walienda kutoa maoni, hawakupokea hata kitu kimoja kwenye pointi walizopeleka kina Nyika. Maaskofu, najua wa KKT alienda, askofu wa TC alienda, hakuna hata kitu moja walichokichukua kutoka kwenye pendekezo ya hawa wazee. Sasa nikisema sura tulioambiwa ya chura kiziwi, kumbe haikuishia tu kwenye kuua watu, lakini inaua na demokrasia yetu. Sawa? Sasa tunapokuja hapa na kauli mbiu ya no reform, no election, maana yake ni kwamba tumechoka na tumekataa kwenda kwenye uchaguzi kwa sheria mbovu, katiba mbovu, kanuni mbovu, kwa sababu hata tukienda, kwanza hatutapata viongozi tunawataka, lakini ya pili, watu wetu watapigwa risasi kama ilivyotokea mwaka jana. Tunahitaji kwenda kwenye uchaguzi ili watu wauawe. Zoezi la uchaguzi halipaswi kuwa zoezi la kutupeleka makaburini baada ya vijana wetu kuuliwa. Nadhani naeleweka hapo. Zoezi la uchaguzi ni zoezi la kiraia. Ukienda nchi za wenzenu, mimi nimeishi nje, wala kwenye mkutano kama huu hutamkuta askari mwenye mabomu hapo. Haya yote ni kushindwa kwa mfumo, na kwa sababu wameshindwa wanajilinda na mabomu. Nani anamshambulia askari hapa amepao madudu ya ajabu hapo kifua? Na ninaposema haya niwakumbushe kauli ya Mwalimu, alafu nimalizie. Mwalimu alisema maaskari wetu sio maumuna. Mimi sijui maana ya maumuna, lakini nadhani neno baya. Yaani askari wetu sio wajinga. Polisi wetu, jeshi letu la wananchi, usalama wetu wa taifa sio maumuna. Hotuba ya Mwalimu ya tarehe 16 Agosti mwaka 1990 kwenye mkutano mkuu wa CCM. Akasema, na hayo maneno ni muhimu, akasema kwa sasa tuko kwenye mfumo wa chama kimoja. Tukiwa kwenye mfumo wa chama kimoja, askari wetu watautunza na kuulinda mfumo wa chama kimoja kwa sababu ndio tulionao. Lakini tukiingia kwenye mfumo wa vyama vingi, askari wetu nao watalinda mfumo wa vyama vingi. Ulizeni kama leo wanalinda chama chetu hapa. Kama wanatulinda, kutulinda sio maana yake kusimama pale. Kusimama, mtu yote anaweza kusinda tukajilinda. Hamwezi kujua tulipokuwa njiani OCD akataka kutuhamisha, kutupitisha porini, tukamkatalia OCD pole. Sasa nimalizie. Nimeeleza haya kwa sababu tumesema sasa tumechoka, kwa sababu mama mwenyewe ametuchosha na hatutarudi nyuma. Tumesema kama katiba haitabadilika, sheria haitabadilika, kanuni haitabadilika, hatutakwenda kwenye uchaguzi na uchaguzi hautakuwepo. Hebu nione wangapi wanaunga hiyo kauli mbiu ili niteremke. Asante sana watu wa Buka. Kwa hiyo lengo lote la no reform, no election ni kuhakikisha Watanzania wetu hawatauawa tena kwenye uchaguzi. Hatutafanya kwenye uchaguzi kwa sababu tunajua kura zitanyang'anywa, na kwa sababu Mwalimu alituambia kwamba CCM na rais wake ni madikteta. Tuna sababu zote za kuwaondoa madikteta, turudishe nchi yetu kwenye demokrasia ambayo tumeishi nayo kwa muda mrefu sasa. Wangapi wanakubali twende na
zinazunguka zinaitwa petition, yani madai yetu kwa serikali. Naomba kila mmoja ajaze jina lake na yale yanayotakiwa kwenye fomu. Hiyo fomu tunahitaji kwa nchi nzima saini milioni 15. Hiyo ndawa ya Samia. Samia akiamua kwamba yeye ni kiziwi, tutampiga sindano, masikio yasikii, maumivu ya sindano atayapata. Tukishapeleka Umoja wa Mataifa kwa katibu mkuu, tukapeleka kwenye balozi zote za nje, tukapeleka kwenye serikali za nje, Samia hatakuwa na uhuru, atapaswa kukubali. Tukae chini, turekebishe katiba, turekebishe kanuni, turekebishe yale yote yatakafanya uchaguzi uwe wa huru.